Mambo vipi producer Devi? Shwari mzee baba, shwari. Mimi nataka nikuulize swali moja. Ni kitu gani ambacho ulizingatia ama ulipambana nacho mpaka leo kimekusaidia kwenye kufanya kazi nzuri na kupata mixing ambazo zimenyoka? Kikubwa katika kufuatilia swala la mixing ni kwanza, kitu kilichonisaidia kwanza ni kukubali kuwa mjinga mbele ya watu wengine. Ndio. Ni kitu kikubwa sana cha kwanza. Kwa sababu sio kila mtu ana uwezo zaidi ya mwenzie, na kila mtu anajua kitu kingine. Unaweza ukahisi yule ajui, lakini ana kitu ambacho akikuelekeza unaweza ukawa kimekusaidia kupiga hatua mara mbili ya ulipokuwa. Kwa hiyo cha kwanza ni kuwa mjinga mbele ya mtu mwingine. Okay. Unaweza ukafanikiwa zaidi. Unaweza ukawa umemzidi lakini akawa na kitu ambacho wewe una. Yes. Iko ndio kitu ambacho watu wengi hawakijui. Wanahisi kwamba kwa kuwa yeye kashafika vuka hatua fulani, anahisi yule pale hawezi kumuelekeza. Iko ndio kitu ambacho kinawafilishaga watu wengi duniani. So kwa mtu ambaye anakuangalia muda huu na ni producer ambaye bado ni mchanga na anatamani kufika kwenye level za watu wakubwa, ni vitu gani hapa anapaswa kuzingatia sana sana? Ni hivyo, kujifunza zaidi, ushirikiano zaidi na wenzie, anaweza kafikia lengo ambalo analihitaji. Je, vifaa vinasaidia katika kutengeneza muziki mzuri? Kwa asilimia kadhaa, vifaa pia ni chanzo cha muziki mzuri, kwa sababu unaweza ukachukua kitu fake kinakupa sound mbovu. Unaweza ukawa unajua unasikia uzuri, lakini ile speaker ukahisi inakupa muziki mzuri, kumbe ni kutokana na ufeki wake inakupa muziki mwingine. Kifaa ni kitu cha kwanza kinachokusaidia kabisa katika mafanikio ya muziki mzuri. Unaweza ukafanya kazi na hizi speaker mbovu, labda sasa ndio mpaka sasa uanze kucompare, natoa muziki wangu nikasikize kwenye muziki mwingine ndio nijue kumbe muziki wangu ukifika inakuwa hivi na kwa hivi. Yes. Si nzuri. Tafuta kifaa ambacho ni OG, utapata kitu muziki unaohitaji. Swali la mwisho. Kuna umuhimu, unaweza kufanya vitu vikubwa kwenye muziki bila kusoma? Yaani kwa kupitia kipaji tu ukaweza kusucceed. Hauwezi kufikia mafanikio kama ukisema tu utumie kipaji. Okay, kwa mfano mimi labda najua na kipaji cha kupenda muziki, najua kupiga kinanda, nikasema nikafikia malengo, no. Ni uongo. Lazima kuna vitu ujifunze ili ufikie kuboresha malengo ya kipaji chako. Kwa elimu ni kitu ambacho lazima kikupe mtiririko wa maisha ya kufanikiwa. Okay, so basi ushauri wa mwisho kama producer wote Tanzania ambao wanatamani kufika kwenye nafasi ambazo wengine wamefika. Ushauri kwa maproducer wote kiujumla. Mimi nashauri kila producer ambaye anatamani kufikia malengo asiwe mchoyo na akubali kujishusha na ajifunze. Hivyo vitu vitatu vikuu. Shirikiana na mwenzio, jifunze. Umeona? Hili hapa ni kama bonus kwa watazamaji. Producer gani Tanzania unamkubali na ni kwa nini? Wapo wengi. Mmoja tunataka tujue mmoja na ni kwa nini. Okay. Mimi naweza nikasema namkubali producer. Okay. Naweza nikasema Liza kwa sababu gani? Sisemi kwamba yeye ni mzuri kuliko wengine, bali ni mtu ambaye amenipa njia kwamba anajifunza haraka na kufanikiwa. Ila wapo maproducer wanajua, lakini mwisho wa siku hawezi wakawa role model wangu kwa sababu kuna vitu hawana. Okay. Sawa, siwezi kuwataja. Unakuta mtu sawa anajua, lakini ni mtu ambaye mchoyo kwa wengine. Sasa huyo hawezi kuwa role model wangu. Je, sasa kama mtu ni mchoyo, huwezi kuona labda analinda ile brand yake ili kusudi usiweze kumfikia kwa haraka, kwa sababu yeye tayari kashafikia malengo makubwa ambayo yeye alikuwa anayapambania sasa. Bro, katika maisha nakwambia kitu kimoja, hakuna mtu anaweza akakukopi wewe. Wewe ni wewe na mwingine ni mwingine. But wanakuambia rules na procedure ni wewe binafsi ambazo unazichukua na kuziweka katika wewe. Mimi naweza nikawa najua kitu hiki nikakupa na usitoe sound ninayo mimi. Yes. Naweza akakupa vitu vyake vyote na usitoe sound yake, lakini kitu kinachoitwa procedure, kwa nini mnyime mwenzio procedure? Kwa nini mnyime mwenzio rules unazotumia kufanya kazi yako iwe clear? Hizo ni njia tu, daraja, ngazi za kupita ili ufanikiwe, lakini sio kwamba nikichukua vile vitu na mimi nitakuwa kama wewe. Ni uongo. Okay. Hakuna kitu kama hiko. Sound ni sikio. Sound sio vile vitu. Unaweza ukanipa maplugin 10 hapa na nisitumie hata hii moja na nisitoe mziki wako. Zile sema atakupa tu procedure bwana, plug hii inafanya hivi na hivi na hivi, na wewe ukitumia unapata mziki wako. Kila mtu katika mind ya mtu kuna
kitu anachokitamani. Producer, ndio maana naambia producer ni yeye, mziki ni yeye. Napenda mziki wangu uwe vipi. Ndio maana unakuta mchoraji ana art, producer ni kama art. Yes. Art ni nini? Okay, mimi napenda ni design kitu hiki. Na design, vocal designing. Okay, vocal designing yangu itakuwa hivi. Ndio maana naambia kuna sound ya Maneke, kuna sound ya nani, kuna sound ya mtu fulani. Kila mtu ana sound yake.